Matendo ya Mitume sura ya 19. Ikawa Apolo alipokuwa Korinto, Paulo akiisha kupita kati ya nchi za juu akafika Efeso. Akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko. Akawauliza, "Je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini?" Wakamjibu, "La, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia." Akawauliza, "Basi mlibatizwa kwa ubatizo gani?" Wakasema, "Kwa ubatizo wa Yohana." Paulo akasema, "Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake, yani Yesu." Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao. Wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Na jumla yao walipata wanaume 12. Akaingia ndani ya sinagogi akanena kwa ushujaa kwa muda wa miezi 3. Akihojiana na watu na kuwavuta katika mambo ya ufalme wa Mungu. Lakini wengine walikaidi, wakakataa kuamini, wakaitukana ile njia mbele ya mkutano. Basi akaondoka akawaacha, akawatenga wanafunzi, akahojiana na watu kila siku katika darasa ya mtu mmoja, jina lake Tirano. Mambo haya yakaendelea kwa muda wa miaka 2. Hata wote waliokaa Asia wakalisikia neno la Bwana, Wayahudi kwa Wayunani. Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza ya kupita kawaida. Hata wagonjwa wakaletewa leso na nguo zilizotoka mwilini mwake. Magonjwa yao yakawaondokea, pepo wachafu wakawatoka. Basi Wayahudi wenye kutangatanga, nao ni wapumbavu, wapunga pepo, wakajaribu kutaja jina la Bwana Yesu juu yao waliopagawa na pepo wachafu, wakisema, "Nawaapisha kwa Yesu yule aliyehubiriwa na Paulo." Walikuwako wana 7 wa mtu mmoja, Skawa, Myahudi, kuhani mkuu, waliofanya hivyo. Yule pepo mchafu akawajibu akawaambia, "Yesu namjua na Paulo namfahamu, lakini ninyi ni nani?" Naye yule mtu aliyepagawa na pepo mchafu akawarukia wawili, akawaweza, akawashinda, hata wakatoka mbio katika nyumba ile, hali wa uchi wa kujeruhiwa. Habari hii ikajulikana na Wayahudi wote na Wayunani walioko Efeso. Hofu ikawaingia wote, na jina la Bwana Yesu likatukuzwa. Na wengi wa wale walioamini wakaja wakaungama, wakadhihirisha matendo yao. Na wote wengi katika wale waliotumia mambo ya uganga wakakusanya vitabu vyao, wakavichoma moto mbele ya watu wote. Wakawafanya hesabu ya thamani yake, wakaona ya kwamba yapata fedha 50,000. Hivyo ndivyo neno la Bwana lilivyozidi kushinda kwa nguvu. Mambo hayo yalipokwisha kumalizika, Paulo akaazimu rohoni mwake, akiisha kupita katika Makedonia na Akaya aende Yerusalemu, akasema, "Baada ya kuwako huko yanipasa kuona na Rumi pia." Akatuma watu 2 miongoni mwa wale waliomtumikia kwenda Makedonia, nao ni Timotheo na Erasto. Yeye mwenyewe akakaa katika Asia kitambo. Wakati huo
kukatukia ghasia si haba katika habari ya njia ile. Kwa maana mtu mmoja jina lake Demetrio, mfua fedha, aliyekuwa akifanya vihekalu vya fedha vya Artemi, alikuwa akiwapatia mafundi faida nyingi. Akawakusanya hao pamoja na wengine wenye kazi ile ile, akasema, enyi wanaume, mnajua ya kuwa utajiri wenu hutoka katika kazi hii. Tena mnaona na kusikia ya kwamba si katika Efeso tu, bali katika Asia yote pia Paulo huyu ameshawishi watu wengi na kuwageuza nia zao, akisema ya kwamba hiyo inayofanywa kwa mikono sio miungu. Si kwamba kazi hii yetu ina habari ya kudharauliwa tu, bali na hekalu la Mungu mke aliye mkuu Artemi kuhesabiwa si kitu na kuondolewa utukufu wake, ambaye Asia yote pia na walimwengu wote humwabudu. Waliposikia haya wakajaa ghadhabu, wakapiga kelele wakisema, Artemi wa Efeso ni mkuu. Mji wote wakajaa ghasia, wakaenda mbio, wakaingia mahali pa michezo kwa nia moja. Wakiisha kuwakamata Gayo na Aristarko, watu wa Makedonia waliosafiri pamoja na Paulo. Na Paulo alipotaka kuingia kati ya watu, wanafunzi hawakumwacha aingie. Na baadhi ya wakuu wa Asia walio rafiki zake wakatuma watu kwake wakimsihi asijihudhurishe nafsi yake ndani ya mahali pa michezo. Basi wengine walikuwa wakilia hivi na wengine hivi, kwa maana ule mkutano ulikuwa umechafuka, na wengi wao hawakuijua sababu ya kukusanyika kwao pamoja. Wakamtoa Iskanda katika mkutano, Wayahudi wakimweka mbele ya watu. Iskanda akawapungia mkono akitaka kujitetea mbele ya wale watu. Lakini walipomtambua ya kuwa yeye ni Myahudi, wakapiga kelele wote pia kwa sauti moja kwa muda kama saa 2 wakisema, Artemi wa Efeso ni mkuu. Na karani wa mji alipokwisha kuwatuliza watu akasema, enyi wanaume wa Efeso, ni mtu gani asiyejua kuwa mji wa Efeso ni mtunzaji wa hekalu la Artemi, aliye mkuu na wa kitu kile kilichoanguka kutoka mbinguni? Basi kwa kuwa mambo haya hayawezi kukanushwa, imewapasa kutulia, msifanye neno la haraka. Kwa maana mmewaleta watu hawa wasioiba vitu vya hekalu wala kumtukana Mungu mke wetu. Basi ikawa Demetrio na mafundi walio pamoja naye wana neno juu ya mtu. Baraza ziko na maliwali wako na washtakiane. Bali mkitafuta neno lolote katika mambo mengine, yatatengenezwa katika kusanyiko lililo halali. Kwa maana kuna hatari ya kushtakiwa kwa ajili ya matata hayo ya leo, ambayo yana sababu, na katika neno hilo hatutaweza kujihudhuru kwa mkutano huu. Alipokwisha kusema hayo, akavunja mkutano. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 20. Kishindo kile kilipokoma, Paulo akatuma kuwaita wanafunzi, akawaonya, akaagana nao, kisha akaondoka akaenda zake mpaka Makedonia. Naye akisha kupita pande zile na kuwafariji kwa maneno mengi, akafika Uyunani. Alipokwisha kukaa huko miezi 3, na Wayahudi wakamfanyia vitimvi,
Alipotaka kwenda Shamu kwa njia ya bahari, basi akaazimu kurejea kwa njia ya Makedonia. Watu hawa wakafuatana naye: Spatulo Mbeloya mwana wa Pilo, na Aristarko na Sekudo watu wa Tesalonike, na Gayo mtu wa Derba, na Timotheo na Tikoko na Trofimo watu wa Asia. Ila watu hao wakisha kutangulia wakatungojea Tulaa. Sisi tukatweka baada ya siku za mikate isiyotiwa chachu, tukatoka Filipi tukawafikia Tulaa, safari ya siku 5, tukakaa huko siku 7. Hata siku ya kwanza ya juma tulipokuwa tumekutana ile kumega mikate, Paulo akawahutubu, akaazimu kusafiri siku ya pili yake. Naye akafululiza maneno yake hata usiku wa 8. Palikuwa na taa nyingi katika orofa ile tulipokuwa tumekusanyika. Kijana mmoja jina lake Eutiko alikuwa ameketi dirishani, akaelemewa na usingizi sana. Hata Paulo alipoendelea sana kuhubiri, akazidiwa na usingizi wake, akaanguka kutoka ghorofa ya 3. Akainuliwa amekwisha kufa. Paulo akashuka, akamwangukia, akamkumbatia, akasema, "Msifanye ghasia, maana uzima wake ungalimo ndani yake." Akapanda juu tena, akaumega mkate, akala, akazidi kuongea nao hata alfajiri. Ndipo akaenda zake. Wakamleta yule kijana yu mzima, wakafarijika faraja kubwa sana. Lakini sisi tukatangulia kwenda merikebuni, tukabiria kwenda Uso. Tukakusudia kumpakia Paulo huko, kwa maana ndivyo alivyoagiza. Yeye mwenyewe aliazimu kwenda kwa miguu. Alipotufikia huko Aso, tukampakia, kisha tukafika Mitilene. Tukatweka kutoka huko, na siku ya pili tukafika mahali panapokaribia Kio. Siku ya 3 tukawasili Samo, tukakaa Tulagilio. Siku ya 4 tukafika Mileto. Kwa sababu Paulo amekusudia kupita Efeso merikebuni, asije akakawia katika Asia, kwa maana alikuwa na haraka, akitaka kuwahi Yerusalemu siku ya Pentekoste, kama ikiwezekana. Toka Mileto Paulo akatuma watu kwenda Efeso, akawaita wazee wa kanisa. Walipofika kwake, akawaambia, "Ninyi wenyewe mnajua tangu siku ya kwanza nilipokanyaga hapa Asia, jinsi nilivyokuwa kwenu wakati wote, nikimtumikia Bwana kwa unyenyekevu wote, na kwa machozi na majaribu yaliyonipata kwa hila za Wayahudi, ya kuwa sikujiepusha katika kuwatangazia neno lolote liwezalo kuwafaa, bali nalifundisha waziwazi na nyumba kwa nyumba, nikiwashuhudia Wayahudi na Wayunani wamtubie Mungu na kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Basi sasa, angalieni, nashika njia kwenda Yerusalemu, hali nimefungwa rohoni, nisiyajue mambo yatakayonikuta huko. Isipokuwa Roho Mtakatifu mji kwa mji hunishuhudia akisema, ya kwamba vifungo na dhiki vyaningoja. Lakini siyahesabu maisha yangu kuwa kitu cha thamani kwangu, kama kuumaliza mwendo wangu
na huduma ile niliyoipokea kwa Bwana Yesu, kuishuhudia habari njema ya neema ya Mungu. Na sasa tazameni, mimi najua ya kuwa ninyi nyote naliwahubiria ufalme wa Mungu. Nikaenda huko na huko, hamtaniona uso tena. Kwa hiyo na washuhudia wote siku hii ya leo ya kuwa mimi sina hatia kwa damu ya mtu awaye yote. Kwa maana sikujiepusha na kuwahubiria habari ya kusudi lote la Mungu. Jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu ameweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu aliloliinua kwa damu yake mwenyewe. Najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasilihurumie kundi. Tena katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotovu, wawavute hao wanafunzi wawaandamie wao. Kwa hiyo kesheni, mkikumbuka ya kwamba miaka 3 usiku na mchana sikuacha kuwaonya kila mtu kwa machozi. Basi sasa nawaweka katika mikono ya Mungu na kwa neno la neema yake, ambalo laweza kujenga na kuwapa ulisi pamoja nao wote waliotakaswa. Sikutamani fedha wala dhahabu wala mavazi ya mtu. Ninyi wenyewe mnajua ya kuwa mikono yangu hii imetumika kwa mahitaji yangu na ya wale waliokuwa pamoja nami. Katika mambo yote niliyoonyesha nimewaonyesha ya kuwa kwa kushika kazi hivi imewapasa kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu, jinsi alivyosema mwenyewe, ni heri kutoa kuliko kupokea. Alipokwisha kunena haya, akapiga magoti, akaomba pamoja nao wote. Wakalia sana wote, wakamwangukia Paulo shingoni, wakambusu. Wakabusu, wakihuzunika zaidi kwa sababu ya neno lile alilosema ya kwamba hawatauona uso tena. Wakamsindikiza hata merikebuni. Neno la Bwana. Somo la kitabu cha Matendo, sura ya 21. Ikawa tulipokwisha kujitenga nao na kuabiri, tukafika Kosi kwa tanga moja. Na siku ya pili yake tukafika Rodo, na kutoka huko tukafika Patara. Tukapata merikebu itakayovuka mpaka Foinike. Tukapanda tukatweka. Na tulipoona Kipro, tukaiacha upande wa kushoto. Tukasafiri mpaka Shamu, tukashuka Tiro. Kwa maana huko ndiko merikebu yetu itakakoshusha shehena yake. Tukiisha kuona wanafunzi, tukakaa huko siku 7. Nao wakamwambia Paulo kwa uwezo wa Roho, asipande kwenda Yerusalemu. Hata tulipotimiza siku zile, tukaondoka tukaenda zetu na watu wote, pamoja na wake zao na watoto wao. Wakatusindikiza mpaka nje ya mji. Tukapiga magoti pwani tukaomba. Na baada ya kuagana tukapanda merikebuni, nao wakarudi kwao. Hata tulipomaliza safari yetu kutoka Tiro, tukafika Tolemai, tukawaamkia ndugu, tukakaa kwao siku moja. Asubuhi yake tukaondoka, tukafika Kaisaria, tukaingia nyumbani mwa Filipo, mhubiri wa Injili, aliyekuwa mmoja wa wale 7. Tukakaa kwake. Mtu huyu alikuwa na binti 4 mabikira waliokuwa wakitabiri. Basi tulipokuwa tukikaa huko siku nyingi, nabii mmoja jina lake Agabo akashuka kutoka Uyahudi.
Alipotufikia akautwaa mshipi wa Paulo, akajifunga miguu na mikono, akasema, Roho Mtakatifu asema hivi, hivyo ndivyo Wayahudi wa Yerusalemu watakavyomfunga mtu mwenye mshipi huu, nao watamtia katika mikono ya watu wa mataifa. Basi tuliposikia haya, sisi na watu wa mahali pale, tukamsihi asipande kwenda Yerusalemu. Ndipo Paulo alipojibu, mnafanya nini, kulia na kunivunja moyo? Kwa maana mimi, licha ya kufungwa, ni tayari hata kuuawa katika Yerusalemu kwa ajili ya jina lake Bwana Yesu. Alipokataa shauri letu, tukanyamaza tukisema, mapenzi ya Bwana na yatendeke. Baada ya siku zile tukachukua vyombo vyetu tukapanda kwenda Yerusalemu. Baadhi ya wanafunzi wa Kaisaria wakafuatana na sisi, wakamchukua na Mnasoni mtu wa Kipro, mwanafunzi wa zamani ambaye ndiye tutakayekaa kwake. Tulipofika Yerusalemu, wale ndugu wakatukaribisha kwa furaha. Hata siku ya pili yake Paulo akaingia kwa Yakobo pamoja nasi na wazee wote walikuwako. Na baada ya kuamkia akawaeleza mambo yote moja moja Mungu aliyowatenda katika mataifa kwa huduma yake. Nao waliposikia wakamtukuza Mungu, wakamwambia, ndugu yetu, unaona jinsi Wayahudi walioamini walivyo elfu nyingi. Nao wote wana wivu sana kwa ajili ya Torati. Nao wameambiwa habari zako ya kwamba unawafundisha Wayahudi wote wakao katika mataifa kumwacha Musa, ukiwaambia wasiwatahiri watoto wao, wala wasizifuate desturi. Basi ni nini? Bila shaka watasikia kwamba umekuja. Basi fanya neno hili tunalokuambia. Wako kwetu watu 4 waliofungwa na nadhiri. Wachukue watu hao ujitakase pamoja nao na kuwagharimia ili wanyoe vichwa vyao. Watu wote wapate kujua ya kuwa habari zile walizoambiwa juu yako si kitu, bali wewe mwenyewe unaenenda vizuri na kuishika Torati. Lakini kwa habari za watu wa mataifa walioamini, tuliandika na kutoa hukumu yetu ya wao kujilinda nafsi zao na vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na damu na kitu kilichosongolewa na uasherati. Ndipo Paulo akawatwaa wanaume wale, na siku ya pili yake akajitakasa nafsi yake pamoja nao. Akaingia ndani ya hekalu, akitangaza habari ya kutimiza siku za utakaso, hata sadaka itolewe kwa ajili ya kila mmoja wao. Basi zile siku 7 zilipokuwa karibu kutimia, Wayahudi waliotoka Asia wakamwona ndani ya hekalu, wakawataharakisha watu wote, wakamkamata, wakapiga kelele na kusema, enyi wanaume wa Israeli, tusaidieni. Huyu ndiye mtu yule afundishaye watu wote kila mahali, kinyume cha taifa letu na Torati, na mahali hapa. Tena, zaidi ya haya, amewaingiza Wayunani katika hekalu, akapatia unajisi mahali hapa patakatifu, kwa maana walikuwa wamemwona Trofimo Mwefeso pamoja naye mjini, ambaye walidhania ya kuwa Paulo amemwagiza katika hekalu. Mji wote ukataharuki, watu wakakutanika mbio mbio. Wakamkamata Paulo, wakamkokota, wakamtoa hekaluni, mara milango ikafungwa. Na walipokuwa wakitafuta njia ya kumuua, habari zikamfikiria jemedari wa kikosi ya kwamba Yerusalemu imechafuka mji mzima. Mara akatoa askari na maakida, akawashukia mbio, nao walipomwona jemedari na askari wakaacha kumpiga Paulo. Kisha jemedari akakaribia, akamshika, akaamuru afungwe kwa minyororo miwili. Akauliza, nani huyu? Tena amefanya nini? Wengine katika makutano wakapiga kelele wakisema hivi, na wengine hivi. Basi alipokuwa hawezi kupata hakika ya habari kwa sababu ya zile kelele, akatoa amri aletwe ndani ya ngome. Basi Paulo alipofika darajani, ilikuwa kuchukuliwa na askari kwa sababu ya nguvu ya makutano. Maana kundi kubwa la watu wakamfuata, wakipiga kelele na kusema, muondoe huyu.
Naye alipokuwa analetwa ndani ya ngome, Paulo akamwambia jemedari, nina ruhusa nikwambie neno? Naye akasema, je, unajua Kiyunani? Wewe si yule Misri ambaye kabla ya siku hizi uliwafitinisha wale watu 4,000 walioitwa wauaji, ukawaongoza jangwani? Paulo akasema, mimi ni mtu wa Kiyahudi, mtu wa Tarso, mji wa Kilikia, mwenyeji wa mji usiokuwa mnyonge. Na kuomba nipe ruhusa niseme na wenyeji hawa. Basi alipompa ruhusa, Paulo akasimama madarajani, akawapungia mkono wale wenyeji, na ilipokuwa kimya kabisa, akanena nao kwa lugha ya Kiebrania akisema, neno la Bwana. Somo la kitabu cha Matendo sura ya 22. Enyi wanaume, ndugu zangu na baba zangu, nisikilizeni nikijitetea mbele yenu sasa. Waliposikia kwamba anasema nao kwa lugha ya Kiebrania, wakazidi kunyamaza. Akasema, mimi ni mtu wa Kiyahudi na alizaliwa Tarso, mji wa Kilikia, ila nililelewa katika mji huu miguuni pa Gamalieli, nikafundishwa sheria ya baba zetu kwa usahihi. Nikawa mtu wa jitihada kwa Mungu kama ninyi nyote mlivyo leo hivi. Nikawaudhi watu wa njia hii hata kuwaua. Nikawafunga nikiwatia gerezani wanaume na wanawake, kama kuhani mkuu naye anishuhudiavyo, na wazee wa baraza wote pia, ambao nalipokea barua kwao kuwapelekea ndugu wale. Nikaenda Dameski ili niwalete wale waliokuwa huko hata Yerusalemu, hali wamefungwa ili waadhibiwe. Ikawa nilipokuwa nikisafiri nikikaribia Dameski wakati wa adhuhuri, ghafla nuru kuu ilitoka mbinguni ikanimulikia pande zote. Nikaanguka chini, nikasikia sauti ikiniambia, Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Nikajibu, wewe unani Bwana? Akaniambia, mimi ni Yesu Mnazareti ambaye wewe unaniudhi. Na wale waliokuwa pamoja nami waliona ile nuru, lakini hawakuisikia ile sauti ya yule aliyesema nami. Nikasema, nifanye nini Bwana? Bwana akaniambia, simama uingie Dameski, na huko utaambiwa habari za mambo yote yaliyoamriwa uyafanye. Na nilipokuwa sioni kwa sababu ya fahari ya nuru ile, nikaongozwa na mikono yao waliokuwa pamoja nami, nikaingia Dameski. Basi mtu mmoja Anania, mtauwa kwa kuifuata sheria, aliyeshuhudiwa wema na Wayahudi wote waliokaa huko, akanijia akasimama karibu nami, akaniambia, ndugu yangu Sauli, uone. Nikamwinulia macho yangu saa ile ile. Akasema, Mungu wa baba zetu amekuchagua wewe upate kujua mapenzi yake na kumwona yule mwenye haki na kuisikia sauti itokayo katika kinywa chake, kwa maana utakuwa shahidi wake kwa watu wote kwa mambo hayo ulioyaona na kuyasikia. Basi sasa unakawilia nini? Simama ubatizwe ukaoshe dhambi zako, ukiliitia jina lake. Ikawa nilipokwisha kurudi Yerusalemu, nilipokuwa nikisali ndani ya hekalu, nikawa hali ya kuzimia roho. Nikamwona naye akiniambia, hima utoke Yerusalemu upesi, kwa sababu hawatakubali ushuhuda wako katika habari zangu. Nami nikasema, Bwana, wanajua hao ya kuwa mimi nalikuwa nikiwafunga gerezani wale waliokuamini na kuwapiga katika sinagogi. Na damu ya Stefano shahidi wako ilipomwagwa, mimi nami nilikuwa nikisimama karibu, nikikubali na kuzitunza nguo zao waliomua. Naye akaniambia, enenda zako, kwa kuwa mimi nitakutuma uende mbali kwa watu wa mataifa. Wakamsikiliza mpaka neno lile, wakapaza sauti zao wakisema, muondoe huyu katika nchi, kwa maana haifai aishi. Walipokuwa wakipiga kelele na kutupa mavazi yao na kurusharusha mavumbi yao, yule jemedari akaamuru waletwe ndani ya ngome, akisema, aulizwe habari
zake kwa kupigwa mijeledi, ili ajue sababu hata wakampigia kelele namna hii. Hata walipokwisha kumfunga kwa kamba, Paulo akamwambia akida aliyesimama karibu, "Je, ni halali ninyi kumpiga mtu aliye Mrumi naye hajahukumiwa bado?" Yule akida aliposikia, akaenda akamwarifu yule jemedari akisema, "Unataka kufanya nini? Kwa maana mtu huyu ni Mrumi." Jemedari akaja akamuuliza, "Niambie, Mrumi?" Akasema, "Ndiyo." Jemedari akajibu, "Mimi nalipata wenyeji huu kwa mali nyingi." Paulo akasema, "Na mimi ni Mrumi wa kuzaliwa." Basi wale waliokuwa tayari wakamuuliza, wakaondoka wakamwacha. Na yule jemedari naye akaogopa alipojua ya kuwa ni Mrumi, na kwa sababu amemfunga. Siku ya pili yake, akitaka kujua hakika ni kwa sababu gani ameshtakiwa na Wayahudi, akamfungua, akawaamuru wakuu wa makuhani na baraza yote wakutane, akamleta Paulo chini, akamweka mbele yao. Neno la Bwana. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 23. Paulo akawakazia macho watu wa baraza akasema, "Ndugu zangu, mimi kwa dhamiri safi kabisa nimeishi mbele za Mungu hata leo hivi." Kuhani mkuu Anania akawaamuru wale waliosimama karibu naye wampige kinywa chake. Ndipo Paulo akamwambia, "Mungu atakupiga wewe ukuta uliopakwa chokaa. Wewe umeketi kunihukumu sawasawa na sheria, na unaamuru nipigwe kinyume cha sheria?" Wale waliosimama karibu wakasema, "Je, unamtukana kuhani mkuu wa Mungu?" Paulo akasema, "Sikujua ndugu zangu ya kuwa yeye ni kuhani mkuu. Kwa maana imeandikwa, usimnenee mabaya mkuu wa watu wako." Paulo alipotambua kuwa sehemu moja ni Masadukayo na sehemu ya pili ni Mafarisayo, akapaza sauti katika ile baraza, "Ndugu zangu, mimi ni Farisayo, mwana wa Farisayo. Mimi ninahukumiwa kwa ajili ya tumaini la ufufuo wa wafu." Alipokwisha kunena hayo, palikuwa na mashindano baina ya Mafarisayo na Masadukayo. Mkutano ukafarakana, kwa maana Masadukayo husema ya kwamba hakuna ufufuo wala malaika wala roho, bali Mafarisayo ukiri yote. Pakawa na makelele mengi. Waandishi wengi wa upande wa Mafarisayo wakasimama, wakateta wakisema, "Hatuoni uovu wote katika mtu huyu, bali ikiwa roho au malaika amesema naye ni nini?" Ugomvi mkubwa ulipotokea, yule jemadari akachelea Paulo asije akararuliwa nao. Akaamuru askari washuke na kumuondoa kwa nguvu mikononi mwao na kumleta ndani ya ngome. Usiku ule Bwana akasimama karibu naye akasema, "Uwe na moyo mkuu, kwa sababu kama ulivyonishuhudia habari zangu Yerusalemu, imekupasa kunishuhudia vivyo hivyo Rumi nako." Kulipopambauka, Wayahudi wakafanya mapatano, wakajifunga kwa kiapo kwamba hawatakula wala hawatakunywa hata wamuue Paulo. Na hao walioapiana hivyo walipata zaidi ya watu 40. Nao wakaenda kwa wakuu wa makuhani na wazee wakasema, "Tumejifunga na kiapo tusionje kitu hata tumuue Paulo. Basi sasa ninyi pamoja na wazee wa baraza mwambieni jemadari amlete chini kwenu, kana kwamba mnataka kujua habari zake vizuri zaidi, na sisi tu tayari kumuua kabla hajakaribia." Mjomba wake Paulo akasikia habari za kuotea kwao, akaenda akaingia ndani ya ngome akampasha Paulo habari. Paulo akamuita akida mmoja akasema, "Mchukue kijana huyu kwa jemadari, maana ana neno la kumwarifu." Basi akamchukua akampeleka kwa jemadari. Akamwambia, "Paulo yule mfungwa aliniita akataka nikuletee kijana huyu kwa kuwa ana neno la kukuambia." Yule jemadari akamshika mkono, akajitenga pamoja naye kando, akamuuliza kwa faragha, "Una neno gani utakalo kuniarifu?" Akasema, "Wayahudi wamepatana kukuomba
umlete Paulo chini kesho, ukamweke mbele ya baraza, kana kwamba wanataka kupata habari zake kwa usahihi zaidi. Basi wewe usikubali, kwa maana watu zaidi ya 40 wanamuotea, wamejifunga kwa kiapo wasile wala wasinywe hata atakapomuoa. Nao sasa wako tayari wakitazamia ahadi kwako. Basi yule jemadari akamwacha kijana aende zake, akamwagiza, usimwambie mtu awaye yote ya kwamba umeniarifu haya. Akawaita maakida wawili akasema, wekeni tayari askari 200 kwenda Kaisaria, na askari wapanda farasi 70 na wenye mikuki 200 kwa saa 3 ya usiku. Akawaambia, kuweka wanyama tayari wampandishe Paulo na kumchukua salama kwa Feliki liwali. Akaandika barua kwa namna hii: Klaudio Lisia, kwa liwali mtukufu Feliki, salamu. Mtu huyu alikamatwa na Wayahudi wakawa karibu kumuua. Ndipo nikaenda pamoja na kikosi cha askari nikamuokoa. Nilipopata habari ya kuwa yeye ni Mrumi, nami nikitaka kulijua lile neno walilomshtakia, nikamteremsha, nikamweka mbele ya baraza. Nikaona kwamba ameshtakiwa kwa ajili ya masuala ya sheria yao, wala hakushtakiwa neno lolote la kustahili kuuawa wala kufungwa. Hata nilipopewa habari kwamba patakuwa na vitimbi juu ya mtu huyu, mara nikampeleka kwako. Nikawaagiza na wale waliomshtaki wanene habari zake mbele yako. Wasalamu. Basi wale askari wakamchukua Paulo kama walivyoamriwa, wakampeleka hata Antipatri usiku. Hata asubuhi wakawaacha wale wapanda farasi waende pamoja naye, nao wakarudi zao ngomeni. Na wale walipofika Kaisaria na kumpa liwali ile barua, wakamweka Paulo mbele yake. Naye alipokwisha kuisoma akawauliza, mtu huyu ni wa jimbo gani? Alipoarifiwa ya kuwa ni mtu wa Kilikia, akasema, nitakusikia wewe utakapokuja wale waliokushitaki. Akaamuru alindwe katika nyumba ya liwali ya Herodi.